Na maagizo haya yanakwenda moja kwa moja kwa wanachama na mashabiki wa klabu yetu. Kwa maana tunaposema tunaunga mkono kile ambacho uongozi wetu ulikiandika tarehe 9 kuhusiana na mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3, tunamaanisha kwa sababu sisi ndio tuliowapa dhamana. Na nyinyi viongozi wa matawi ni mashahidi. Katiba yetu inaelekeza wazi kabisa kwamba kwenye klabu yetu chaguzi ziko mbili. Tunachaguana viongozi wa matawi kwenye matawi yetu. Baada ya hapo tunakwenda kuichagua kamati ya utendaji chini ya rais na makamu wake ambao wapo madarakani. Sasa hiki kilichotokea si jambo la kamati ya utendaji ya Yanga, si jambo la mtendaji mkuu wa Yanga, ni jambo la Yanga. Kwa hiyo tunapomaanisha kwamba hii mechi ya tarehe 15 hatuchezi, tamko hili ni la wanayanga katika kila eneo kwamba tarehe 15 hatuchezi. Tumeitana hapa kwa maana ya kwamba kupeana ujumbe na kuziondoa zile taarifa ambazo baadhi ya waandishi na wadau tofauti wakielezea kwamba Yanga itapeleka timu tarehe 15. Sasa sisi tumekuja kuwaambia wanachama wetu na mashabiki wetu kwamba Yanga haitopeleka timu kwa sababu kile ambacho viongozi wetu walikilalamikia tarehe 9 walichokiainisha kwenye ile barua hakijatekelezeka. Na sisi kama wanachama tuna mamlaka ya kuzungumza kwa sababu tumeona lile jambo halijafanyika. Leo hii Yanga haiwezi kupeleka timu kwa kamati ya uendeshaji wa ligi ile iliyofanya madudu ya tarehe 8. Uongozi wetu kwa maana ya sisi wanachama hatutoruhusu klabu yetu ipeleke timu yetu tarehe 15 kucheza kama wao walivyotangaza kwa bodi ya ligi ile ambayo imeendelea kufanya madudu bila kuwasikiliza wadau wake wengine ambao walipeleka malalamiko ya kimsingi kabisa, na kwa taratibu zile ambazo wao wazilielekeza zitekelezwe hawakufanya. Kwa hiyo tunaposema kwamba hatutocheza dabi ya tarehe 15 baada ile ya tarehe 8 kuondoka, ni kwa sababu yale tulioainisha kwenye barua yetu, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi, kwa maana kamati ya uendeshaji wa ligi kuvunjwa, haijavunjwa mpaka sasa. Mtendaji mkuu wa bodi bado yupo mpaka sasa. Mwenyekiti wa bodi ambaye amepoteza sifa ya kuwa mwenyekiti baada ya kuondolewa kwenye klabu yake ya Coast yupo mpaka sasa. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kucheza mchezo mwingine kabla ya hawa ambao wamelalamikiwa kwenye barua ya tarehe 9 wakiendelea kuwepo madarakani. Kwa hiyo hili tunalizungumza kwa sababu ni haki yetu ya kimsingi kabisa ya kuzungumza, na tunalizungumza kwa maana hatuvunji taratibu za nchi, kwa maana ya kwamba klabu yetu haitoshiriki dabi ya Kariakoo ya NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025 kama yale yaliyoainishwa kwenye barua yetu hayajafanyiwa kazi. Lakini kingine ni kwamba tumesema tuzungumze mapema kwa sababu hatupendi tuingize mpira wetu kwenye machafuko. Tumekuja katika lugha nzuri kabisa kama mlivyomsikiliza mratibu na mwenyekiti wa baraza la wazee. Tumewahamasisha wanachama wetu, tumewahamasisha wapenzi wetu. Hili hata wale wanayanga ambao ni wajasiriamali ambao walipanga kwenda kukopa pesa ili wakafanye biashara ya kuuza chakula, kuuza vinywaji kwenye eneo la tukio tarehe 15, basi wasijisumbue kufanya hivyo kwa sababu mechi haitokuwepo. Lakini lingine, tunawaagiza viongozi wetu, wapo wadau wetu ambao tuna haki nao ya kimatangazo na kimaudhui, waache kulitumia jina la Yanga kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Ni kinyume na takwa la wanachama wa Yanga. Sisi ndio wanachama, tumesema tarehe 15 timu yetu haiendi. Tusingependa chombo kingine chochote cha habari au wadau wengine wowote wa habari wakatumia fursa ya kuitumia klabu yetu, wakatumia fursa ya kuitumia logo yetu, wakatumia fursa ya kuwatumia wanachama wetu kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Zaidi ya hapo watatutaka ubaya kwa sababu hatutokubaliana na hiki wanachokifanya. Kwa hiyo tumewarai katika lugha nyepesi kabisa, kama waelewe, lakini kama si waelewa tutawaelewesha nini maana ya kufuata taratibu na kutumia logo yetu au kutumia jina letu au wanachama wetu kinyume na utaratibu ambao sisi wenye klabu tumeutabanisha kwa umma. Kwa hiyo ndugu wanahabari,
Kikubwa ambacho ni mazingatio ambayo sisi tumeyazungumza, kwa maana ya kwamba hakutokuwa na mwanachama yoyote tawili atakayefanya promotion au interview kuelekea mechi ya tarehe 15 bila yale yote yaliyoainishwa kwenye barua yetu ya tarehe 9 mwezi wa 3 yawe yamepatiwa majibu, na ili haki isimame na mpira uchezwe, kwamba hatutokubali kufanya jambo lolote la kimpira la dabi. Ili tuliliweka wazi, na ndio maana ligi mechi tumeshiriki, tunajiandaa sasa hizi na mazoezi kwa ajili ya mechi tarehe 18, kwa sababu lazima tarehe 15, 16 timu isafiri kuelekea Mbeya. Tutakuja kuhitimisha ligi yetu tarehe 22 dhidi ya Dodoma Jiji. Baada hapo tunakwenda kwenye finali ya FA ambapo tutapangiwa uwanja na tarehe husika. Kwa hiyo wana Yanga, tujipange katika hayo matukio matatu yaliyobaki mbele yetu. Tukio la tarehe 15 halitokuwa na mabadiliko kama yale tuliyoainisha kwenye barua, hayajafanyiwa kazi abadan. Asante.